of thyroid care. Tuelekee kaunti namba 45 ambapo gharama ya matibabu ya ugonjwa wa kansa inazidi kulemea familia za waathiriwa kote nchini. Mahangaiko hususan kwa familia zilizo mashinani ni ya kusikitisha, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Crispin Otieno. Hapa ni Etago, Mugirango Kusini. Tumefika kutembelea Daktari Doris Nyokangi, mama ambaye amekuwa akiishi na ugonjwa wa saratani ya mapafu tangu mwaka 2012. Anaonekana buheri wa afya, ila usichokijua ni kwamba mama huyu anaishi na pafu moja tu baada ya kuathiriwa na ugonjwa wa kansa. Katika kijiji hiki, boma lake limebadilika kuwa kituo cha kuwashauri makumi ya wanaoishi na ugonjwa wa kansa kuhusu jinsi ya kukabili ugonjwa huo licha ya unyanyapaa uliopo. Andika in my book, I went through a very painful chemotherapy. Mpaka I thought I was dying. I wrote my own eulogy. My eulogy is in the book. Nilitaka watu wakikuja my funeral, what they were to hear about it. How I had gone through so much. So after that, nikapona. Nilikuwa ng'ambo, hata nikadecide kuja kufundisha Teacherton University. Sikutaka kufa abroad, nibebwe, kwa sababu huko naitwa cargo without value. Hiyo kitu ilinisumbua sana. I said I must go to Kenya. Hii leo tunampata akiwa na Methusela Onyego, mwathiriwa wa hivi punde kutoka kijiji cha Nyasasa, Etago. Mwanaume huyu mwenye umri wa miaka 42 alilazimika kukatwa mguu kupunguza msambao wa ugonjwa huo mwilini. Mahangaiko na ukosefu wa fedha ukisababisha kufika katika boma hili angalau kuongeza matumaini. Kitu cha maana kwa hii mata motivation nitapatia, hata ukikuwa na ugonjwa usiogope. Kitu ni kuamua wewe na Mungu. Vile pawa za Mungu sinakutembelea na usikuwa na uoga yoyote. Cancer treatment is very expensive. Even in my last chapter in my book, I've given an appeal to the governments, both national and the county, kusaidia watu wako na cancer. Cancer is very expensive. Kama sasa niko na madawa, nimeambiwa na kunywa for life, and 7,200 per month. I must get that money because I've never missed it. So my appeal to the government is to support cancer patients and survivors because it's very expensive. Wawili hawa wanasema jamii imekuwa ikibagua sana wagonjwa wa saratani, vile wakiwa na ujumbe maalum kwa Wizara ya Afya. Our community hata naomba watu please be gentle kwa watu wako wagonjwa, hata what you talk. So mimi nilifaa mask mpaka 2022. Yaani wananiongea nikisikia kwani yeye pekee ndiye atakufa. Hiyo kitu I'll never forget it. Lakini it made me empowered and stand for myself. Mwisho wa kwisha, wangependa ahadi za serikali kwa maelfu ya wagonjwa wa saratani nchini kutimizwa ili kupunguza mahangaiko ya familia zao. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.